Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe msikilizaji mpendwa wa redio ya kijamii Kivu popote pale ambako unaendelea kutusikiliza. Matumaini yangu makubwa kwako mzima wa afya, na nakukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Uchambuzi ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Uzile, upande wa pili na Sarione kijana Safara Limasidiwe. Nasema tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kama kawaida, kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, unakuwa unapata fursa ya kusikiliza habari muhimu. Bibu Kurtantini Altema, karibu. Asante sana Omari Makelele Uzile kwa kunipa fursa kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu kwa siku ya leo. Tutaanzia katika kijiji cha Mukera ambako mkuu wa kijiji cha Mukera na kando Mboka Nshetumbula wa 13 amekanusha habari zinazozagaa mitandaoni za kusema kuwa kuna askari jeshi mmoja wa FARDC aliyekutwa ameuawa pa Mukera. Huyu ametoa tahadhari kwa watu wa nia mbaya wanaotawanya habari za uongo. Na huko Mboko ni kwamba milio ya risasi imesikika kwa wingi katika kijiji cha Mboko, makao makuu ya sekta ya Tanganyika, asubuhi ya siku ya 3 ya wiki tunayo. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba Benki ya Maendeleo ya Afrika imeahidi kutoa msaada wa dola za Kimarekani milioni 80 kwa ajili ya kuwezesha harakati za sensa zinazoandaliwa kufanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni hayo tu kwenye habari muhimu. Omari Makelele Uzile. Shukrani sana Bukuru Tantine Aldama kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia ndani ya mji wa Baraka. Ni kwamba Fondation Panzi imeanzisha shughuli zake mara tena ndani ya mji wa Baraka, ambako raia wote hasa wale walengwa wanaalikwa kukaribia ofisi yake kwa ajili ya kutoa shida mbalimbali na pia kupata suluhu kwa uharaka. Kwake mwanasheria Patrick Baige, mmoja kati ya wafanyakazi wa shirika hilo, amesema kuwa katika fondation hiyo wanajihusisha na mambo mbalimbali ikiwemo kutunza wanawake wenye kubakwa, kutetea na kusaidia watu kisheria na kufariji wanaosumbuliwa na msongo wa mawazo. Ukweli Fondation Panzi iko hapa Baraka na iko na haitatokaka, kwa maana Fondation Panzi inawahi kujengea deja wakaaji nyumba ama kliniki juridike ya kuendelea kusindikiza watu wenye kuwa na mashida mbalimbali ama wahanga wa ujeuri. Kwa leo Fondation Panzi ina nguzo 4 ama tunaitaka pilier 4. Inakuwa na nguzo ya matunzo, wanatunza wanawake wenye kuwa na shida ya uzazi ana wahanga wa ujeuri. Inakuwa na nguzo ya psychosocial ama ya kimafikiri. Unakuta hii masiku tuko mshida ya vita, na hiyo vita vraiment situation ya security, watu wengi wanakuwa na shida sana ya kimafikiri. Hapo pa Fondation Panzi kwaonekana wa psikologe wenye wanasindikiza watu kuhusu gisi ya kuishi kimafikiri. Na Fondation Panzi ina nguzo nyingine banaita clinique juridique ama pilier legal, ambayo inaonekana hapa pa Baraka kwenye avenue Malala D pembeni ya radio Baraka ya zamani. Hiyo clinique juridique inasaidia population yote, kila mtu mwenye kuwa na shida mbalimbali, kumsindikiza kisheria na kuwapatanisha watu. Ingawa kwa hiyo kliniki juridique unakuwa na shida ya ujeuri, inaweza kuwa ubakaji, inaweza kuwa kuonelewa, inaweza kuwa shida ya urizi, inaweza kuwa mtu alikukula kitu yako, ukipita hapo pa Fondation Panzi pa Malala D pembeni ya radio Baraka ya zamani, utakutana hapo kuna kuwa baavoka wenye kusindikiza watu, kuna kuwa parajuriste, kuna kuwa wa APS, watawasaidia kupatanisha watu na vitu vitenda vizuri salama. Mwishowe ameomba raia wote wa Baraka wenye kukabiliwa na matatizo kusogelea foundation hiyo. Tunaalika wa raia wote wa mtaa wa Baraka kushiriki kituo cha Fondation Panzi ama kliniki juridique. Kila mtu yeyote akikuwa na shida, akikuwa baba, akikuwa mama, akikuwa mtoto, anapita kwenye kliniki juridique ya Fondation Panzi, atapata shauri, atapata mwongozo kama kusindikiziwa kiserikali, kama kupatanisha watu wenye kuwa na mizozo mbalimbali. Inaweza kuwa ndugu yako aliwahi kukuonelea juu hauna pesa kwenda ku serikali, huyo mtu watamwalika, wanamtumia invitation, anakuya, mnazungumuza na wanapata amani. Na kazi zote ambazo kliniki juridique ya Fondation Panzi inafanya hapa Baraka na ifanya kwa bure, hailombi pesa hata kidogo. Ukweli makazi ambazo tunaenda kufanya na zitulisha kufanya na waza population yenyewe inaweza ikategemee. Tangu zamani Fondation Panzi sio organization ya mpya hapa Baraka,
inakuwa na ofisi yao ambao watu wanajua address kwa mpatikana kwa Avenue Malala. Vraiment Fondation Panzi inasindikiza watu sana. Kuna imani ya kwamba hapa pa Baraka kuna watu wale walisa kama na hiyo wanatufuata wanaweza wakashuhudie makazi ambao Fondation Panzi inafanya hapa pa Baraka. Na ndio tena tunawaalika tena kila mwenye kuwa na shida mbalimbali utako kliniki juridique ya Fondation Panzi tapata solution patana na shida ambayo uko nayo. Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba uongozi wa shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo mjini Baraka imewataka raia wa Baraka, Fizi na Uvira kujiunga kwa wingi kwenye mafunzo ya kijeshi yanayoendelea kijijini Masisa tarafani Fizi. Hivyo ni baada ya kutathmini uchache wa vijana kutoka maeneo hayo kwenye mafunzo. Akizungumza kwa hali ya kusisitiza, Bwana Lusambia Wanumbi, mwenyekiti wa NDC Chumvi ya Kongo mjini Baraka, ameonyesha umuhimu wa mafunzo hayo ya kijeshi na kuhimiza raia wa kila tabaka hasa vijana kujiorozesha kwa wingi, huku wakitoa manufaa ya kufanya mafunzo na madhara ya kususia mafunzo hayo. Ninataka kufaidia fursa hii ili kuhamasisha wandugu, marafiki, hasa vijana kwa ajili la mafunzo ya kijeshi. Kama vile tunavyojua sote, hapo Kikonde tumepata bahati ya kupewa centre de formation. Centre de formation militaire. Najua kama ilikuwa vita, haikukuwa jambo rahisi ili centre hiyo itiliwe Fizi. Ilikuwa vita kubwa sana, lakini pamoja na mapenzi ya Mungu yamefanyika hivyo. Sasa nakuja mbele ya wandugu, marafiki, wa baba, wa mama kuwahamasisha ili tuelewe ya kuwa hiyo centre de formation hapo Kikonde ina umuhimu wake. Ina umuhimu wake, ndio maana tusijiache nyuma ili sisi tukalia kesho yake tutakapotawaliwa na wengine makabila kutoka ngambo na ngambo, ndio wajemadari hapa, ndio wa kanali hapa, ndio viongozi wa kijeshi hapa. Tunaweza kuwa tena wa kwanza kuzungumzia ya kuwa mbona watoto wetu sisi watoto wetu wa watu ambao wawapi ambao sisi wenyewe hatukujumuika sana kuingia katika mafunzo haya. Sisi watoto wa Fizi tuelewe ya kuwa hiyo centre de formation ya Kikonde ni ya muhimu kwetu, na ni lazima tutazame mbele, na ni lazima vijana tutazame mbele, wa baba tutazame mbele, wa mama tutazame mbele. Tusitizame tu hapa tu usoni, tuone kwa mambo yako yanaelekea. Ndio maana ninahimiza wa vijana tujitokeze kwa wingi kufika huko tupate mafunzo ya kijeshi. Nimekuwa huko, nimeshangazwa, nimekuta kuna makabila, hata watu kutoka Kinshasa, kutoka Lubumbashi, kutoka maprovinsi ingine, wako wengi kutuzidi sisi wenyeji, wakati centre iko katika territoire yetu. Inaweza sikilika vipi watu wengi kutoka Kinshasa, watu wengi kutoka Lubumbashi, watu wengi kutoka Lualaba, kutoka Kisangani, kutoka pembezoni zote za RDC wanajaa huko. Kicha mshangao, hesabu ya watoto wa Fizi ni wachache. Tufungue macho. Tujielekeze kule Mukera, sekta ya Mutambala. Ni kwamba mkuu wa kijiji cha Mukera na kando Mboka Ishetumbula wa 13 amekanusha habari zilizozagaa mitandaoni zisemazo kuwa kuna askari jeshi mmoja wa taifa FARDC aliyekutwa ameuawa pa Mukera. Huyu ametoa tahadhari kwa watu wa nia mbaya wanaotawanya habari za uongo. Katika mahojiano yake na Radio Kivu juu ya kupenda kupata mwangaza kuhusu habari hiyo, namba moja huyo wa kijiji cha Mukera ameonesha kuwa hakuna kitendo chochote cha mauaji kilichoripotiwa katika eneo lake. Hata hivyo, amekemea kwa hali ya juu watu wanaotawanya habari za uongo. Mboka Ishetumbula wa 13 amezungumza nasi. Habari kama na hizo ni habari za mitandaoni, sababu baada ya kupata ripoti kama na hiyo, ilibidi leo tuende na askari jeshi eneo inayosemekana imekutwa maiti ya hiyo askari. Tumetafuta hadi tumepigwa na mvua, hatukuona chochote. Yaani kifupi ni habari ya Mungu, hatukuona chochote. Mbona imezagaa sana kwa mitandao, kiongozi? Watu wanaosambaza hiyo habari mitandaoni watambue kama serikali ipo na tangaza habari ambazo hawana uthibitisho nayo ni vibaya, sababu wakati serikali kifuatilia ile watu wanapeperusha mahabari sio kuwa na
labda inaweza ikawarudilia watu wanaweza anza kifua ili waripotie habari kama na hayo. Kifupi ni habari za uongo. Mchana kutwa tumetafuta hiyo eneo, hatukuona chochote. Ujumbe ambao naweza nikaupeleke kwa wanakijiji wa Mukera, tel bushi autorize ni nini mkuu wa kijiji, alafu wakati wanapopeperusha habari kama na hiyo isiyothibitishwa inabidi waache, sababu kesho kutwa inaweza kawaletea shida. Habari kama na hiyo inabidi wanaipeleka kwa mkuu wa kijiji. Kwa kijiji anaenda thibitisha hiyo habari, anaita vyombo husika vya usalama, wanaenda tizama hiyo habari kama ni kweli. Ikihakikishwa ni kweli, ndio watu wanazosambaza habari kama na hayo mitandaoni, na kuanza kupeperusha habari isiyothibitishwa. Hiyo ni kosa kubwa. Wakaaji hawapashi kufanya hivyo au kuendelea na vitendo kama na hivyo. Kwa sasa Mukera hali ni shwari, hakujawa hali za ukosefu wa usalama, tulivu kwa sasa. Kila mtu anafanya shughuli zake kama vile kawaida, hamna. Tujielekeze kule Fizi, makao makuu ya tarafa hilo. Ni kwamba administrator wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonji Badibanga amepongeza Bwana Bwisemene Wilonja Lambere kuteuliwa na kusimikwa kama meya makamu wa mji wa Baraka, hatua ambayo itasaidia pakubwa maendeleo ya mji wa Baraka. Akizungumza na redio yako, administrator wa tarafa la Fizi amesema kuwa ni muda sasa wa jiji la Baraka kupiga hatua, kwani umepata kiongozi bora na anayefaa. Tarafani Fizi, babu wa jiji la Baraka, tulifurahia kwa kusikia ya kwamba viongozi mpya walipewa vyeo tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka tunao, kupitia arete ya waziri wa mambo ya usalama na asili ndani ya nchi yetu ya Kongo, Mheshimiwa Jacquemain Shabani, ndugu yetu na mpendwa mwanamemba mkuu wa chama tawala cha UDPS Bwana Lambert Bwisemene Wilonja, kupitia wa burgomestre wa makomine za kwake jiji la Baraka, walipewa cheo na tukafurahi sana na kubapongeza zaidi. Juzi yake njo wali prete serment na kushimika serikali ya kuanza kazi na kuramplace viongozi wenye utawala wa mateso ya iliyopita na kutia wanamemba wa chama tawala UDPS mu komine na meri ya Baraka. Sisi tarafani Fizi tunashukuru sana na tuko tayari kwa kutumika hana kwa hana na hawa ndugu zetu na kufanya kazi pamoja, kufuatana na mlengo na vision ya rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kuepusha wa ndugu zetu wenye tunatawala wa administre ku mambo mengi. Kufuatana na hiyo kazi tofauti na viongozi wenyewe walikuwa watu wa mlengo ya utawala uliopita wa mateso, au mpya tutatumika nao hana kwa hana tarafani Fizi babu mwenye kubazala, kwa kufanya kazi ya serikali na ya tarafani Fizi kwa amani na usalama. Asante. Kipenga kimelia sasa. Upande wa pili tayari ni habari za michezo, na moja ya habari ambazo zimezagaa na ambazo zimetrend mitandaoni ni kwamba timu ya Real Madrid yako nchini Uhispania imewatimua madaktari wa vipimo kwa uzembe mkubwa aliofanya katika kumpima nyota Mfaransa Kylian Mbappe Loti. Mengi zaidi naye Isaac Mrucha Ashibe. Na asante sana mwenzangu Omari Makeleleo zile kwenye ukurasa huu wa habari za michezo. Tuanzie hapa mjini Baraka ambako mwenyekiti wa eneo la michezo la Baraka Clovis Songolo Matete amehakikishia mashabiki wa soka wa mji wa Baraka ya kwamba siku ya Jumamosi tarehe 28 Machi michuano ya ligi ya nyumbani au championnat local itaanza kutimua vumbi ndani ya uwanja wa Maendeleo, ambako mechi ya ufunguzi ni kati ya klabu ya DC Urafiki dhidi ya Presqu'île du Bois. Clovis Songolo Matete ameeleza yafuatayo. Ninapenda kuhakikishia wapendelevu wa soka jiji la Baraka na kando kando ya kwamba
japokuwa kuna vibarua ambavyo vinazagaa katika mitandaoni kama vile musika wa soka katika jiji la Baraka. Sijaona barua yoyote ile, ila vikaratasi vyenyewe tunavisoma mitandaoni, lakini tunahakikishia wapendelevu wa soka ya kwamba tutaheshimia kalendari yetu, yani calendrier ya championnat local yenye kusema ya kwamba mechi zitaanza tarehe 28, itakuwa Jumamosi ya wiki tunayo pale kwenye uwanja wa Maendeleo. Hicho ndo napenda nihakikishie wanamemba wasikate tamaa, wawe shambra kwenda kuhudhuria mechi ambazo zitaanza hiyo tariki 28 za championnat local. Na sasa tupande ndege moja kwa moja huko barani Ulaya ambako Mohamed Salah ataondoka Liverpool msimu huu akiwa miongoni mwa wachezaji bora kabisa kuwakilisha klabu hiyo na kung'ara katika ligi kuu ya Uingereza. Takwimu za Salah zinaonyesha mafanikio yake kwa uwazi, lakini zaidi ya hiyo kuna hadithi kubwa nyuma ya namba hizo. Mashabiki zake pale Anfield ambao wanamuita mfalme wa Misri wanakumbuka kila goli lake alilofunga na kila mchango wake kwenye klabu hiyo, jambo ambalo limeifanya historia yake kuwa ya kipekee kabisa. Salah alijiunga na Liverpool kutoka AS Roma mnamo Juni 23, 2017 kwa ada ya pauni milioni 34, kiasi kinachoonekana sasa kama fedha ndogo ikilinganishwa na mafanikio aliyoyapata baada ya kuhamia Liverpool. Na huko Ulaya, muda wowote ndani ya masaa 48 yajayo, kocha Igor Tudor atatangaza rasmi kujiuzulu kuifundisha timu ya Tottenham Hotspur. Kocha Igor Tudor tangu aondoke akiaga anaenda kwenye msiba wa baba yake hajarudi, na taarifa iliyotoka leo kocha huyo hatorudi katika klabu hiyo. Kocha Roberto De Zerbi anatajwa kwenda kuchukua nafasi ya kocha Igor ili kusaidia Tottenham Hotspur isishuke daraja. Na kocha wa huyu anaitwa Cesc Fabregas, Omar Makelele, mchezaji zamani wa Arsenal, Barcelona na Chelsea the Blues. Naam, yeye anatajwa kuwa yupo kwenye orodha ya juu ya makocha wanaozungumziwa na uongozi wa Chelsea FC juu ya kupewa kazi ya kuifundisha klabu hiyo iwapo kocha wa sasa Liam Rosenior atafutwa kazi kwa kushindwa kutimiza malengo ya klabu hiyo mpaka mwisho wa msimu huu. Izake, kuna sababu kubwa ya kocha huyo Cesc Fabregas ambaye kwa sasa anakochi timu ya Como kule Italia, kwa kuwa ni kocha ambaye ametoa timu daraja la pili na kwa sasa yuko daraja la kwanza pale Italia, na yuko katika timu 5 bora ambazo ziko katika msimamo bora pale, na hivyo amefanya kitu ambacho labda wengi wanasema kuwa atakuwa kocha ambaye atakuja kuwa na mafanikio makubwa katika kazi zake za ukocha hapo siku zijazo, na ndio maana umeona Chelsea wameamua kumkodolea macho. Bila shaka hiyo ni sifa yake, kwa sababu inasadikika kwamba anafanya vizuri sana kwenye ligi kuu huko nchini Italia. Na Manchester United, Omar Makelele, wako tayari kutoa ada ya paundi milioni 100 ili kumsajili mshambuliaji wa Barcelona Fermin Lopez majira ya joto. Lopez hayuko tayari kuondoka na Barcelona haiko tayari kumuuza kwa sasa, licha ya ofa kadhaa kukataliwa ikiwemo ile ya Chelsea Blues. Na kuna habari hapa inayosema kwamba kiburi cha mtu kimemponza baada ya kunukuliwa akisema sipo tayari kucheza pamoja na Lionel Messi kwenye timu ya taifa. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Argentina Lionel Scaloni amepanga kutokumuhusisha kabisa Alejandro Garnacho katika kikosi chake kitakachotumika kwenye kombe la dunia. Sio mara ya kwanza Alejandro Garnacho kunukuliwa akizungumza maneno yenye kumkosea heshima nahodha mkuu wa Argentina Lionel Andre Messi, jambo ambalo limekuwa likiwakera wachezaji wengi wa Argentina mpaka kutishia kumpiga ikiwemo Rodrigo de Paul. Ile nalo anazungumzia vipi, Omari? Unajua mchezaji huyo Alexandre Garnacho ni mchezaji ambaye huwa ni mshabiki mkubwa wa Cristiano Ronaldo. Sasa hivyo maneno hayo anakuwa akiyasema mara kwa mara kuwa yeye na Messi hawaendani, na hiyo imepelekea kuwa kocha wa Argentina. Unajua Messi ni mfalme kule, na Messi endapo atakuwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, Garnacho hawezi kuitwa hata mara moja. Garnacho akipenda achezee timu ya taifa ya Argentina, inabidi Messi hawezi astafu kwanza. Naam, tumalizia sasa na habari ambayo umewapa dondocha wasikilizaji. Ni kwamba kwa mujibu wa taarifa kutoka nchini Ufaransa, madaktari wa Real Madrid walikosea kufanya kipimo kuhusu jeraha la Kylian Mbappe kupitia vipimo vyao. Kylian Mbappe alikuwa anahisi maumivu makali kwenye goti la kulia, lakini kipimo kikaonesha goti la kushoto ndilo linamuuma. Kwa hiyo wakamtibu jeraha hewa tu, huku wakiacha jeraha halisi, hali iliyopelekea Kylian Mbappe kuhisi maumivu makali zaidi ya mwanzo. Baada ya kashfa hiyo, uongozi wa Real Madrid umewafuta kazi madaktari wote wa vipimo wa klabu kwa uzembe mkubwa waliofanya. Usajili wa jeraha la Mbappe ulifahamika vizuri sasa nchini mwao Ufaransa baada ya kufanywa vipimo vya kina.
Asante sana Isaac Mlucha Shibe kwa habari hizo za michezo. Wasikilizaji wamenufaika na habari leo kweli kweli. Sasa msikilizaji, ndapo unakuja kujiunga nasi muda huu, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujelekeze kule Mboko, makao makuu ya sekta ya Tanganyika. Ni kwamba milio ya risasi imesikika kwa wingi katika kijiji cha Mboko, makao makuu ya sekta ya Tanganyika asubuhi ya siku ya 3 ya wiki tunayo. Mwanzoni imefanya baadhi ya wananchi kushikwa na hali ya wasiwasi pale ambapo chanzo cha hali hiyo kulikuwa bado kujulikana. Kwa mujibu wake Sami Amimu Kortikole, mkuu kiongozi makamu wa shirika la raia tarafani Fizi, ametoa hapa sababu za milio hiyo ya risasi kwa wingi kusikika na pia pendekezo lao kwa viongozi wa kijeshi. Ndio, milio ya risasi ilisikika leo asubuhi mwendo wa 5h du matin, 5h20 minutes. Walikuwa wazalendo ambao walikwenda kupiga risasi. Ilikuwa just kucelebre kuonekana kwa komanda Mchingwa mwenye alipotea yapata une semaine et demie sasa. Alipoteaka Kimazingaombo, ila ambao tunasema Mkibembe kwenda Swaswa, na baada ya muda mrefu kumtafuta alikwenda kuonekana mazingira pia ya kutatanishi. Katika ile hali sasa ya kuselebre kuonekana kwa kiongozi wa wazalendo, njoo ilipelekea askari jeshi wa kizalendo kupiga risasi kiolela kwa kuashiria furaha yao kwa kuonekana kwa kiongozi. Hali hiyo haikuperturbe maaktivite, hapana, sababu watu tu walikuwa bado angali vitandani na wakaisia kwamba sio masasi ya vita. Ndio, kama shirika la raia, hali kama na hii tumeitokea kwa mshtuko mkubwa, sababu ilikwenda kushtua raia walio wengi, maana ni kitendo ambacho hatukutarajia, na ndio maana tunaomba wakati kutafanyika majaribio ya kupima silaha, vitendo vya shangwe kama na hivi, ni lazima kutaarifu raia kusudi raia wapunguze ile woga na mshtuko. Na upande wa habari za kitaifa ni kwamba Benki ya Maendeleo ya Afrika imeahidi kutoa msaada wa dola za Kimarekani milioni 80 kwa ajili ya kuwezesha harakati za sensa zinazoandaliwa kufanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa undani wa taarifa hii na Safara Limasidilwe. Naam. Katika meza duara iliyolenga kuhamasisha wafadhili kwa ajili ya kufadhili shughuli za sensa pili ya jumla idadi ya watu na makazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa washirika waliokubali kusaidia kifedha mchakato huu ni Benki ya Maendeleo ya Afrika, ambayo imeeleza hatua hii kuwa ni ya kihistoria katika historia ya nchi. Kwa mujibu wa Mamadou Coulibaly, kaimu mwakilishi wa nchi wa benki hiyo, taasisi yake imejitolea kukusanya dola milioni 80 za Kimarekani ili kuunga mkono juhudi za serikali katika kutekeleza sensa ya pili inayolenga kutambua idadi ya watu wa kaya kote nchini, karibu miaka 40 baada ya zoezi la mwisho. Amesema kuwa mchango huo utagawanywa katika sehemu mbili kuu. Dola milioni 50 zitagharamia moja kwa moja shughuli za sensa, huku dola milioni 30 zikitumika kuimarisha uwezo wa taasisi za kitaifa, hususan chuo cha taifa cha takwimu pamoja na miundo inayohusika na upangaji, programu, bajeti, ufuatiliaji na tathmini. Akizungumza kwa niaba ya mwenzake Mohamed Sherif, naibu mkurugenzi mkuu wa benki hiyo kwa Afrika ya Kati, Coulibaly alisifu hatua muhimu iliyopangwa na DRC katika kufanikisha mradi huu. Aliongeza kuwa taasisi hiyo haiondoi uwezekano na kuongeza msaada zaidi baada ya maamuzi ya ndani ya shirika. Alisitiza kuwa lengo ni kuhakikisha utekelezaji bora wa uwazi na endelevu wa zoezi hilo, huku akibainisha kuwa mradi huu utawasilisha mbele ya bodi ya wakurugenzi kabla ya mwisho wa mwaka na
majadiliano yataendelea na waziri wa fedha ili kuchunguza uwezekano wa fedha za ziara. Lengo kuu la meza hiyo ya duara lilikuwa kupata ahadi thabiti kutoka kwa wadau wote ili kuhakikisha upatikanaji wa rasilimali za fedha za kutosha zinazotabirika na endelevu kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za kidemografia na kuandaa sensa hiyo. Hata hivyo, serikali inakabiliwa na changamoto kubwa ya kifedha, kwani gharama ya jumla zoezi hilo inakadiriwa kufikia dola milioni 192,000 za Kimarekani. Ili kuziba pengo la fedha, serikali inapanga kutumia mfumo wa basket fund ambao utaruhusu rasilimali zote kutekelezwa katika mfuko mmoja maalum kwa ajili ya kufadhili shughuli za sensa hiyo, ikiwa imebaki chini ya miaka 5 kufikia mwaka 30, ikiwa imebaki chini ya miaka 5 kufikia mwaka 2030 wa kutimiza malengo ya maendeleo endelevu ODD. Serikali inaona ni muhimu kuweka sera sahihi na kupunguza hali ya udhaifu miongoni mwa wananchi. Hata hivyo, ili linahitaji uelewa sahihi wa idadi ya watu pamoja na uwekezaji zaidi katika ukusanyaji wa uchambuzi wa takwimu. Ndivyo maana kuna umuhimu wa haraka za kuendesha sensa hii ya pili, miaka 42 baada ya ile ya mwisho iliyofanyika mwaka 1984. Kufanyika kwa sensa kamili na sahihi kuna nyima nchi takwimu muhimu kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi pamoja na kupunguza ukosefu wa usawa. Takwimu za sensa pia ndizo zinazohakikisha kuwa hakuna mtu anayebaki nyuma na ni muhimu katika upangaji na ufuatiliaji wa sera za umma. Hivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonyesha hamu kubwa hatimaye ya kufanya sensa ya jumla ya idadi ya watu zaidi ya miaka 40 tangu ile ya mwaka 1984. Aidha, hili lilikuwa moja ya ahadi za kampeni za uchaguzi za Felix Antoine Tshisekedi ambaye ni rais wa sasa wa DRC. Asante sana Safari Alimasidilwe kwa habari za kitaifa. Tumalizie na kule katika nchi jirani ya Burundi ni kwamba mke wa rais wa Burundi Angeline Ndayishimiye amehudhuria mkutano unaofanyika Jumanne na Jumatano mjini Washington. Mkutano huo ni wa kujadiliana jinsi ya kukabiliana na hatari za kiteknolojia kwa wanafunzi na kuitumia ipasavyo katika kujiendeleza. Bukur Elias Daniel na mengi zaidi. Ofisi ya mke wa rais wa Burundi inasema Angeline Ndayishimiye amehudhuria mkutano unaofanyika Jumanne na Jumatano. Mkutano huu pia ambao utajumuisha makampuni 28 ya teknolojia kulingana na ikulu ya White House. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump amewaalika viongozi kutoka nchi 45 akiwemo Angeline Ndayishimiye, mke wa rais wa Burundi, kwenye hafla inayolenga kuendeleza elimu na teknolojia kwa wanafunzi, kama anavyosema msemaji wa mke wa rais Filemon Nkurunziza akiwa nchini Marekani. Jennifer Mutambukanyi mkuru w'igihugu yamana n'abanyeshuri. Mke wa rais amekuwa karibu na wanafunzi na itakuwa hata wiki iliyopita alikuwa pamoja na wanafunzi wakizungumzia kuhusu namna ambavyo wanaweza kujikita katika elimu, lakini pia ikiwemo kupambana na matendo mabaya ambayo yanaweza kupelekea wao kukatisha elimu yao. Na katika mazungumzo na wanafunzi hao ilibainika kuwa mara nyingi mitandao ya kijamii imekuwa chanzo cha mmonyoko wa maadili na wakati mwingine kuingia katika vitendo viovu kama ngono na tabia nyingine zisizofaa. Amesema kwa mkutano huu utakuwa na faida kubwa kwa Burundi, kwani watajadiliana mambo mbalimbali yanayohusu teknolojia na namna ya kuitumia katika maendeleo. Muri yo nama hanini bazoba nko mwabivuze bariko baravuga. Katika mkutano huo miongoni mwa vitu ambavyo vitajadiliwa ni pamoja na sekta ya elimu na matumizi ya mitandao ya kijamii na teknolojia, hasa akili mnemba, na jinsi ambavyo mitandao ya kijamii inaweza kuwasaidia wanafunzi katika kujiendeleza kwa upande wao. Faida ni kubwa kwa upande wa Burundi kwa sababu watakutana kujadiliana namna ya kutafuta ufumbuzi wa mambo mbalimbali, na isitoshe watakuwepo wenza wengine wa maraisi. Ari nama idasanzwe kubera bazuhura n'abandi batandukanye bakuru b'igihugu. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti ya mwenzetu Bukuru Elias Daniel ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Msikilizaji, na kushukuru kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi wa habari Radio Kivu walinisaidia kuziandaa. Mimi ni Omar Makelele Uzim, amani iwe nawe.